Lagos haijawahi kuwa na huruma kabisa, na leo upepo wake mkali umeipuliza familia moja hadi shimoni. Kwani picha inaanza kwa huzuni katika kitaa kimoja mjini Lagos, tunapoona familia moja ikisambaratika huku akiuza vitu vyao kisa deni la benki lililowakaba koo. Kwa pembeni kuna siri ya anguko hili tunapoziona chapa tatu za kazi, wadada wanaojiita Three Sisters, Queen, Eno na Imade. Hizi ndio mashine tatu zilizotengeneza mtego ulioimaliza familia hiyo, na kwenye mtaa huu hawa ndio sheria, ndio mahakama na ndio jela yenyewe. Yaani hawa ndio mastaa wa kuharibu familia za watu kwa pesa na nguvu, na ukicheza kwenye 18 zao hesabu maumivu tu, kwani kazi yako imeishia hapo. Kwa shangwe kama zote, Queen anagonganisha cheers na marafiki zake. Cheers ladies, kazi imeshakamilika, mwingine kaishia toka kwenye lamani huyo. Basi siku kadhaa mbele katika mitaa ile ya Three Sisters tunapata wageni wapya, huku tukionyesha sura ya pili ya Lagos, ambapo barabara inatetemeka kwa matairi ya Rolls Royce yanayozunguka taratibu kwenye lami kuelekea mjengo mmoja wa kifahari. Na hapo ndipo tunapokutana na Ekene pamoja na mpenzi wake Demilade. Ekene ni mwamba anayenukia pesa nyingi sana, akiwa pamoja na Demilade pisi fulani hivi classic noma, madam wa kujilipua na mablandi tupu kuanzia viatu hadi hereni. Katika scene hii tunawaona wakihamia kwenye mjengo wao mpya wa kifahari. Wakiwa ndani ya mjengo, Demilade anapiga kelele za furaha kwa kuona mjengo ule ulivyo mkubwa. Oh my god Ekene, hii nyumba ni ndoto, hebu angalia ukubwa huu. Na ili kuchangamsha mambo, Ekene anamtania mke wake, baby tulia, unajua nini, siku nakuja kuikagua hii nyumba niliwaza kitu kimoja tu, kwa uzuri na ukubwa wa hii nyumba, hata kama wazazi wangekuwa na sura mbaya kiasi gani, lakini watoto watakaozaliwa humu ndani lazima watakuwa wamenyooka kama ramani ya nyumba yenyewe. Ni shangwe kinoma kwa wanandoa hawa, huku wakifungua ukurasa mpya katika maisha yao kwa nyumba kubwa na magari ya kifahari. Wakati wanandoa hawa wakifungua ukurasa mpya wa maisha yao, kwa mbali macho ya moyo yanatazama, kwani tunamwona Queen kwenye simu na mashoga zake. Kuna kuku mgeni ameingia mtaani, naona ana manyoya ya dhahabu kabisa. Tuandae kikao haraka sana ili tukamfundishe taratibu za mtaa huu mapema. Kwa upande wa ndani ya mjengo ni mapenzi kedekede kati ya Demilade na Ekene, na hapo ndipo Demilade anamkumbatia Ekene na kutoa ahadi nzito. Kwa lafu kama yote, mwanadada Demilade anamwahidi mwamba kuwa atakuwa pamoja naye katika milima na mabonde kwenye safari yao ya ndoa. Yaani hapo bado hajajua kuwa mbele yake kuna milima inayoitwa Three Sisters na mabonde yake yana ncha kali za chuma. Je, penzi lao litastahimili mitego ya Queen na wenzake, au ndio kwanza safari ya kuelekea shimoni imeanza? Ekene na Demilade wakiwa wanakula good time ndani ya nyumba yao mpya, ghafla wanasikia mtu akibisha hodi mlangoni, na hapo ndipo mambo yanaanza kuchangamka, tukiwaona Three Sisters wakibisha hodi mlangoni kwa mwanadada. Yaani hata kabla majirani hawajakaa sawa, Queen kiongozi wa Three Sisters kashaanza kuleta figisu za kijirani ili kumfundisha taratibu mgeni huyo. Bas chap Demilade anaenda kuangalia ni nani yupo mlangoni, na anashangaa kukutana na Three Sisters. Sema Demilade mdada wa watu hajui kabisa mambo ya kitaa, hivyo anawapokea kwa dharau. Samani warembo, sikumbuki kuwapigia simu wafanye usafi wa nyumba yangu. Na hapo ndipo moto ulipowaka, kwani Three Sisters walijiona wamedhalilishwa sana kuitwa wafanya usafi. Sema Three Sisters hawana nyingi kabisa, kwani walijitambulisha kwake huku wakimshushia kashfa mwanadada Demilade ili kuonesha nafasi yao pale mtaani. Baada ya hapo wanamtaarifu kuhusu kikao cha residential women kitakachofanyika nyumbani kwa Queen, alafu wanaondoka pale wakiwa wamemwekea kinyongo cha kumwangusha. Na hapo ndipo vita inapoanzia. Baada ya hapo tunawaona Ekene na Demilade mle mjengoni wakiendelea kula good time tu, huku mwanadada Demilade akimkumbusha kuhusu utumiaji wa kizuizi cha mimba. Na ukizingatia hawa ni wanandoa miaka miwili sasa, lakini Demilade hajamzalia mtoto kabisa, huku akimwomba mwamba wakae miaka mitatu kwanza ili aweze kutunza shape lake. Unahisi mwanadada atakuwa anampenda kweli au amefuata hela tu kwa mwamba Ekene? Stay tuned kwa scene inayofuata. Hala, mambo vipi mdau? Karibu tena katika ulimwengu wa movie. Leo tunashusha recap ya picha moja yenye drama la kufa mtu, love story ya kutosha na power play la hatari inayoitwa Where Love Lives. Spoilers ahead, watch out and take care. Basi siku iliyofuata tunamwona Demilade akiwa anapasha mwili kidogo ili mida ya asubuhi. Akiwa tizi anakutana na mwamba mmoja anayetokea kuvutiwa naye, hivyo chapa anamsimamisha. Bila kupoteza muda, mwamba anamsifia mwanadada huku akijuana zaidi. Yaani mwamba hachoki kumsifia tu jinsi alivyo mrembo. Sema mwanadada ni kufurahi tu, huku akijishika usoni kumuonesha pete yake ya ndoa kidoreni. Kama una D2 huwezi kuelewa kwa haraka haraka. Sema nini, mwamba hana nyingi kabisa, huku akijitambulisha kama Gregory au Greg kiufupi. Na anamwomba wawe marafiki ili waweze kujuana zaidi. Baada ya connection hiyo tunaona vicheko vya furaha kitawala kati yao. Upande wa pili huku tunamwona Ekene akiwa ofisini kwake kwa ajili ya kusimamia miradi yake. Akiwa pale anapata ugeni usiotarajika kabisa wa kaka yake na dada yake kutoka kijijini kwao Alaba. Dada mtu na kaka yake wanamsimanga sana kwa kumuoa Demilade, kwani wanaamini amekubali kuolewa naye kwa sababu ya pesa zake tu, wakisisitiza ndio maana hadi muda huo bado hajamzalia mtoto hata mmoja. Ekene, huyo mwanamke amekuja kwako kisa hela tu, hata wewe uone huu ni mwaka wa pili sasa na hamjazaa hata mtoto mmoja. Ili kugongelea msumari zaidi, wanakuja na maono kutoka kwa mchungaji wao wa kijijini aliyetabiri kuwa
kuwa Demilade atamsaliti Mwamba kwa kijana mdogo. Ekene hakuweza kuelewa wala kuamini kabisa, kwani alikuwa anampenda sana mke wake Demilade, hivyo kwa hasira alibishana nao na akawafukuza ofisini kwake. Lakini mbegu ya mashaka ilikuwa imeshapandwa. Baada ya ndugu zake kusepa, Mwamba akampigia Demilade kumjulia hali na kujua anaendeleaje, huku akimuuliza kama kuna kitu chochote kilichoendelea alivyokuwa zoezi. Kwa kigugumizi, Demilade alimficha kuhusu kukutana na Mwamba Greg. Baada ya swali hilo, Chapa akabadilisha mada hapo hapo, huku akiendelea kujuliana hali zaidi. Na muda huo wanaongea, Demilade alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kikao cha Residential Women. Upande wa pili tunawaona Residential Women wakiwa kwenye kikao chao, huku akiongozwa na Madam Queen anayetoa onyo kali kwa watoro na wachelewaji, kwani watalazimika kulipa faini ya $100. Umbeo ukiwa unaendelea katika kikao hicho, ghafla mwanadada Demilade anafika pale kwa kuchelewa, tena akiwa na majivuno kama yote. Yaani uwepo wake ndani ya ule mjengo unageuza vichwa vya Residential Women wote wakimwangalia alivyopendeza. Bila kupoteza muda anawasalimia wote mle ndani, huku akitoa heshima kama zote kwa Mrs. Adegoke ambaye ndio mkongwe katika kikundi kile. Licha ya majivuno yote, Madam Queen anamkatisha kwa kumdai faini ya kuchelewa akijua anamkomoa. Lakini kwa mshangao, Demilade naye anaonyesha sifa kwa kutoa dola kama zote na kulipia faini ya wiki nzima. I say, hawa wanawake wanashindana kwa nguvu na pesa tu. Ili mambo yasiwe mengi, kikao chao kinaendelea na wanazungumzia taratibu za kuchagua rais mpya kwa ajili ya kikundi chao. Katika nafasi hiyo, Madam Queen ndio anasimama, tena bila upinzani wowote, kwani wanawake wengine wote wanamwogopa. Kupitia udhaifu huo, anaomba apigiwe kula akijua yeye ndio kinara. Lakini ghafla anapata pigo kubwa la upinzani kutoka kwa Demilade ambaye anashikwa mkono na Mrs. Adegoke kama mdhamini wake. Lile tukio lilimkata sana moto Madam Queen, huku akimshushia vitishio mpinzani wake. Sema naye sio haba kabisa, huku akionyesha msimamo mkali juu ya upinzani. Baada ya kikao kile, tunaona Three Sisters wakikutana tena kujadili njia ya kumwangusha mwanadada Demilade. Wakiwa katika mazungumzo, Imada anapokea ujumbe kwenye simu yake unaotoa nuru yote usoni kwake, huku akiwaomba radhi marafiki zake na kuondoka pale na uso uliojaa hofu. Wanavyobaki Queen na Eno, tunawaona wakipanga mkakati wa kumchunguza Demilade na mume wake ili wajue udhaifu wao na kuwaangusha kama kawaida yao. Basi ile mida usiku tunamwona Demilade akichati na Mwamba Greg kwenye simu, huku Ekene akiwa kwenye usingizi mzito ni balaa. Yaani chemistry kati ya Greg na Demilade inawaka moto kinoma kiasi cha kutia mashaka, huku wakikubaliana kukutana tena kwa ajili ya zoezi siku inayofuata. Basi siku iliyofuata tunaona vicheko na furaha kati ya Demilade na Greg wakiwa wametoka kupasha mwili kidogo. Sema Mwamba Greg apoe kabisa kumsifia mwanadada Demilade na mwanadada naye achoki kumuonesha ile pete kidoleni. Ukisikia geto kuna maziwa, basi ndio Mwamba mwenyewe sasa. Kwani mchizi apoe kabisa kujenga ukaribu na mwanadada Demilade. Wakiwa katika maongezi, ghafla mwanadada anamwambia washindane kukimbia na akimshinda basi atafikiria kumpa sehemu ya muda wake. Huku mambo yakiwa yanaiva kati ya wawili hao, upande wa pili tunamwona Imada akimsubiri mtu ndani ya gari. Sio muda tunamwona Mwamba ndani ya hudi akitokea pale na kuchukua kibunde cha maana kutoka kwa mwanadada Imada. Na baada ya hapo anasepa. Imada akiwa anaangaza kujua kama anafuatiliwa na mtu, ghafla anamwona Demilade na Greg wakiwa wanakula good time pamoja. Aisee, lile tukio lilimkata sana moto, ikiashiria Imada anamjua vizuri sana Greg. Basi siku iliyofuata tunamwona Madam Queen akimwandaa mwanae kwenda shule. Akiwa pale, sio muda Mr. Tonji anatokea na kumtaarifu kuwa ameshafanikiwa kumchunguza Ekene pamoja na Demilade na kujua mzunguko wao wa pesa. Queen huyu ni tofauti kabisa, kwani ana sura ya unyonge na anaonekana ametoka kupigika na mume wake Mr. Tonji sio muda mrefu. Licha ya unyonge wote, Mr. Tonji hakumuonea huruma kabisa, huku akimwambia ni muda sasa, unatakiwa uende ukafanye kazi, akimaanisha anatakiwa akapigania nafasi ya kupata urais wa Residential Women kwa kumshinda Demilade. Baada ya kusema hivyo, Mr. Tonji anaondoka pale na kijana wake akimpeleka shuleni. Na upande wa nyuma tunaona sura ya Queen ikiwa imejaa hofu na unyonge kinoma. Baada ya muda kidogo tunamwona Queen akienda kuongea na Ekene kwa ajili ya kualika yeye na mke wake pale nyumbani kwake kwa ajili ya mazungumzo kidogo. Yaani Ekene hana nyingi kabisa, huku tukimwona ndani ya vesti boxer na miwani yake ya meta inayoweza kurekodi matukio na kupiga picha. Bila kupoteza muda, Queen anamjulisha kuhusu kikao chao kidogo pale nyumbani kwake kitakachofanyika siku inayofuata. Kikao hicho kitajumlisha familia zao zote ili kujenga undugu. Mwamba Ekene hana nyingi kabisa. Basi sawa, haina shida, nitazungumza na mke wangu ili tuone kama tunaweza kuja. Wanavyomaliza kuongea, kila mtu anaenda njia yake. Ekene anavyorudi ndani anaongea na mke wake anayelalamika sana kwa uamuzi wake wa kumkubalia Queen kuwa watajumuika naye kwa mazungumzo siku inayofuata. Lakini mchizi anamtuliza na kumwambia ni muhimu sana kuwaweka maadui zako karibu ili uzijue mbinu zao. Licha ya kumwambia hivyo, Demilade anaendelea kulalamika tu, hivyo Mwamba anasanuka na kuhisi kuwa mwanadada hapendi kuonekana ameolewa na yeye, kisa ni mshamba. Kusikia hivyo, kwa mahaba na affection kama zote, Demilade anamtuliza mpenzi wake ili asijisikie vibaya kabisa, akisema anampenda sana na atakuwa naye mpaka kifo. Na kwa kuwa wawili hao wana connection nzuri sana, tunaona love ikidominate kati yao na affection kama zote. Basi siku iliyofuata ile mida ya jioni tunamwona Ekene na Demilade wakielekea nyumbani kwa Madam Queen. Baada ya muda kidogo tunawaona wakifika location na pale wanakutana na Madam Queen pamoja na Eno na mume wake Nnamdi. Kama kawaida salamu zinakuwa nyingi huku wakitambulishana, na sio utambulisho wa kawaida tu bali kuoneshana nguvu zao za kipesa. Bila kupoteza muda tunawaona wakijumuika na kupata chakula cha pamoja. Sema Ekene anakutana na vitu vipya kabisa pale mezani, kwani amezoea kula ugali tu. Yaani Mwamba ni kucheka tu. Nini hivi, mbona kama bado vinajipika? Kwa aibu
mke wake anapitisha mkono chini chini akimwomba asimwaibishe, sema hakuweza kutoboa kabisa. Hivi naweza nikapata ugali au supu labda? Kwani mimi ni mwanaume wa Kiafrika bwana. Haya mambo sijayazoea kabisa. Yaani pale mezani kulikuwa na vicheko vya chini chini tu baada ya kusikia hivyo. Kabla mambo hayajachangamka zaidi, Ekene anapigiwa simu na dereva wake, hivyo Chapa anatoka nje kwenda kuongea naye. Akiwa anaongea naye kwenye simu, anajulisha kuwa kontena zake za bidhaa zimezuiliwa. Kwa upande wa pale mezani kulikuwa na vicheko pamoja na kashfa nzito juu ya Ekene kwa jinsi alivyo mshamba. Na hicho kitu kilimfanya Demirade ahisi aibu sana na ajisikie vibaya mno. Kwa upande wa nje tunamwona Ekene akiamua kupanga safari ili akalisimamie hilo swala vizuri. Tunavirudishwa kipande cha ndani ya mjengo, tunamwona Demirade akiomba udhuru na kuondoka pale. Basi Chapo bila kupoteza muda tunamwona Demirade na Ekene wakiondoka pale na kuelekea nyumbani kwao. Sema huku nyuma kulikuwa kuna vicheko vya kinafiki kinoma. Baada ya kufika mjengoni kwao tunamwona Ekene akijiandaa na safari usiku huo huo baada ya hofu kuwa anaweza kuibiwa kontena zake zilizojaa mizigo ya biashara. Bila kupoteza muda haraka sana tunamwona Ekene akimwaga Demirade alafu akasepa pale akimwacha peke yake mle ndani ya mjengo. Ukijumlisha ule upweke pamoja na aibu za majirani juu yake na mume wake, Demirade anajikuta kamtext Mwamba Greg ili apate kampani yake. Bila kuchelewa Mwamba Greg anamtag location yake ili wajumuike pamoja kwenye party ya anti yake inayofanyika Club SLK hapo Lagos. Baada ya muda kidogo tunamwona Mwamba Greg akitoa maneno ya pongezi kwa anti yake anayetimiza miaka 26 kwani alikuwa akisherehekea birthday yake ndani ya club hiyo. Baada ya wine iliyochanganyika na muziki pamoja na chemistry, kwa mbali tunaona Demirade akikiwasha na Mwamba Greg. Kwa mbali pia tunamwona anti mdogo wa Greg akiwakata jicho namna kama amemind sana kuwaona wapo pamoja. Baada ya masaa mengi ya good time pale club, tunaona wakisindikizana nje ya club na furaha kama zote, huku wakiagana na hug nzito nzito. Wakiwa katika hilo tukio, wazee wa connection wananasa tukio zima. Baada ya muda kidogo, Demirade anatoa mjengoni na anashtuka kumuona Mwamba Ekene akiwa amechill pale sebuleni, huku sura ikiwa imemshuka. Baby, mbona umenishtua hivyo I say? Alafu mbona hujasafiri tena? Nini kimetokea? Demirade anamuuliza Mwamba. Bila shari Mwamba akamjibu, nilipoondoka niligundua kuwa muda umeenda sana, so nikaamua nirudi nyumbani kwa mke wangu tu. Na nilipofika hapa nimekupigia simu mara nyingi sana lakini hukupokea. Unaweza ukaniambia nini kilitokea? Demirade kuangalia simu hivi alishtuka kinoma kuona missed calls za kutosha. Ni samepa la chichi langu. Simu yangu ilikuwa silent hivyo sikuisikia kabisa. Je, unaweza ukaniambia umetoka wapi sasa hivi? Mimi au? Nilienda kuangalia movie cinema. Alafu ukiwa huko lazima uweke simu silent, ndio maana sikujua kama ulipiga simu. Na ulikuwa na nani hapo cinema? I say, hili swali lilifanya sura ya mrembo kushuka sio poa. Hapana, nilikuwa mwenyewe tu. Si unajua sina marafiki hapa mtaani. Sasa kwa nini niwe na mtu? Na unaweza ukaniambia wewe kijana uliye naye hapa kwenye picha ni nani? I say, pap, bonge la pigo kwa Demirade baada ya kukamatika akimdanganya Mwamba. Yaani kigugumizi sio kigugumizi, lakini jibu halikutoka. Na ni kwa muda gani haya mahusiano yalikuwa yanaendelea kati yenu? Na kuuliza, so nijibu Demirade. Ukimya unavyotawala, Mwamba akaona haya ni mapicha picha sasa. Hivyo akasimama na kusepa pale, huku Demirade akimfuata kwa nyuma na kumwomba radhi, huku akimuelezea kila kitu na kumwambia hamna kilichotokea kati yao. Mwamba alilalamika sana kwa kuvunjia uaminifu wake, sema mwanadada alisisitiza kuwa hamna kitu chochote kilichotokea kabisa kati yao. Ili kuokoa ndoa yake, mwanadada aliahidi kutowasiliana na Mwamba Greg tena. Baada ya kuweka mambo sawa, tunaona hugs nzito nzito kati yao. Basi siku iliyofuata ile mida asubuhi tunamwona Demirade na Ekene wakiwa wanajiandaa kupata chai kidogo. Wakiwa pale Demirade anapokea message za kutosha kutoka kwa Mwamba Greg lakini anazikaushia tu, huku kwa upande mwingine Ekene anaonekana akilia kimya kimya. Kwenye moja na mbili Demirade akageuka na anamuona Mwamba analia. Aisee alishtuka kinoma akihisi kuwa ni ile issue iliyotokea usiku uliopita. Basi kubembelezana si ndio kukaanza sasa. Lakini Mwamba akamwambia kuwa machozi yake hayahusiani kabisa na issue ya usiku, bali ni taarifa ya pigo kubwa aliyopokea kutoka kwa meneja wake. Ekene anamwambia amepokea taarifa kuwa kampuni yake imepata anguko kubwa sana kwenye biashara, ikiwa ni pamoja na kuungua kwa makontena yake ya mizigo huko baharini. Kwa shauku Demirade anamuuliza kuhusu akiba yao. Vipi kuhusu akiba yetu lakini kipenzi? Hatuna kitu tena baby. Niliweka kila kitu kwani hili dili lilipaswa kuwa kubwa kuliko yote. Ukisikia odds kidogo pesa nyingi ndio game alilocheza Mwamba sasa. Kwani aliweka pesa zake zote kwenye biashara yake kwa mategemeo ya matokeo makubwa, lakini isivyo bahati amepoteza kila kitu. Ile taarifa nusu impe uchizi mwanadada Demirade, huku akiwa amejaa majonzi kuona umaskini ukimtazama usoni. Akiwa bado waamini, wiki mbili baadaye tunamwona Demirade akienda kukagua ofisi ya Ekene na anashangaa kuikuta ikiwa imefungwa na inauzwa. I say, ilimuuma kuona wanavyoanguka kidogo kidogo bila hata sehemu ya kushika. Basi siku kadhaa mbele tunamwona Demirade akijiandaa kwenda kumtembelea rafiki yake. Akiwa na mtaarifu Ekene pale sebuleni, mchizi anamwambia atumie V8 kwenda huko, lakini mwanadada hataki kabisa, huko akitaka kutumia G-Wagon au Rolls Royce. Lakini baby, unajua sipendi kutumia V8 kabisa.
Kipenzi, tumia V8 basi, mimi ndio naelewa kwa nini nakwambia hivyo. Kwa kinyongo anachukua ufunguo na kufanya kama alivyoelekezwa. Anapofika pale nje anashangaa kuona parking nyeupe hakuna G-Wagon wala Rolls Royce. Baada ya kuona hivyo, Chapa anarudi kumuuliza mchizi gari zimeenda wapi. Ekene naye hana nyingi kabisa na anamwambia kuna mteja alikuja, so ikabidi nimuuzie. Tutatumia hizo pesa kulipa madeni yetu kidogo kidogo. Lakini kipenzi, kwa nini ukuza Rolls Royce na V8 yako? Na unajua kabisa spendi V8. Hata hivyo nilikuwa na mpango ni kuombe uninunulie Cybertruck, kwani nilikuwa nimeshaanza kuichoka G-Wagon. Lugha inayoongelewa hapo ni ya magari ya kifahari tu. No stress kabisa, kwani mwamba anamtuliza. Kipenzi, ni magari tu. Sasa hizo hasira zote za nini? Kwanza ningekwambia na mpango wa kuuza hii nyumba ungejisikiaje? Na nikakwambia tunahamia kwenye nyumba ndogo, si ndio ungezimia kabisa? Ilikuwa ni mtafutano pale sebleni, lakini kulikuwa hamna namna nyingine ya kulipa madeni yao. Kwa upande wa pili huku tunamwona Eno akigombana na mpenzi wake Mnandi baada ya kusikia mama mke wake anamtafutia mwanae mwali mpya. Yote hiyo imetokea kwa sababu Eno ameshindwa kushikilia mimba kabisa licha ya kuwa na mpenzi wake kwa miaka 6. Na sio kwamba hawakujaribu, ni kwamba zilikuwa zinaishia tu kuchomoka zenyewe. Baada ya mchizi kusepa pale, tunamwona Queen akifika kumpa shoga yake ombea juu ya kufilisika kwa Ekene na Demilade baada ya kupoteza mzigo wa biashara baharini. Yaani ni shangwe kinoma kwa marafiki hao kusikia ubuyu huo. Na umbea huo ukiwa unakolea, kwa upande wa pili tunamwona Imade yupo kwenye kikaango. Kwani tunamwona akimpatia mchizi ndani ya hudi pesa kama kawaida, na sijui kwa nini anafanya hivyo, lakini baada ya mshikaji kusepa tu anapiga simu na kuongea na mpokeaji wa hizo pesa. Nimeisha kamilisha pesa kama tulivyokubaliana. Naomba uniache niendelee na maisha yangu sasa. Usiwaze mrembo, utaendelea na maisha yako siku nikiamka vizuri na kujua sikuhitaji tena. Ule ujumbe ulimkata moto kinoma, huku machozi yakitiririka usoni kwake. Basi siku iliyofuata tunamwona Demilade akienda supermarket kununua vitu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Anavyotoa kadi kwa ajili ya malipo, anashangaa kuambiwa kuwa kadi haina hela kabisa. Yaani ya kuamini hadi akarudia mara 2. Ndipo hapo akashtuka kuwa mambo yameshaanza kuchachamaa. Basi kwa aibu akaacha vile vitu pale na kusepa akimwambia kaunta avirudishe tu. Majonzi, huzuni na hasira vinatawala sana moyo wa mwanadada Demilade, huku akigoma kabisa kumwongelesha Ekene wakiwa pamoja pale kitandani. Mwamba anavyomwongelesha zaidi, mwanadada akaamua kusepa tu pale na kumwacha Mwamba peke yake. Sasa sijui ndio mapenzi yote yameisha baada ya Mwamba kufilisika au nini. Mwanadada akiwa amechill pale kipande cha sebleni anapata wazo la kumtext Mwamba Greg akimwomba waonane. Sema baada ya kutuma meseji hiyo, roho yake ilimsuta sana na akajikuta analia kwa uchungu sana kujua anamsaliti Mwamba kwa kufanya hivyo. Basi siku iliyofuata tunamwona Demilade akienda mjengoni kwa Mwamba Greg kuonana naye. Wakiwa pale, kabla ya yote Demilade anakuwa mpole kusikia malalamiko ya mchizi kutokujibiwa meseji zake, na baada ya hapo Demilade anamwomba Mwamba kumkopesha pesa kidogo ili afanye biashara na atamrudishia. Kusikia hivyo Mwamba akacheka tu, huku akiahidi kumpatia pesa yoyote anayotaka endapo atakubali kulala naye usiku mmoja tu. Aisee, mshikaji aliposhika ni pamoto. Kusikia hivyo mwanadada alimshushia kashfa kinoma na kibao juu, huku akiondoka pale kwa hasira. Akiwa anatembea nje ya mjengo wa Mwamba kwa hasira, ghafla anakutana na Imade anayemwomba waongee ndani ya gari. Wakiwa kwenye route fupi, Imade anamwambia kuwa Greg ni mzee wa connection, kwani anarekodi wanawake anaolala nao na kutumia video hizo kuwatishia Amani ili wamlipe, huku akimwambia kuwa yeye ndio aliyewarekodi pale club akiwa na Greg na kumtumia Ekene, na anasisitiza alimfanyia hivyo ili kumwokoa katika mdomo wa simba, kwani Greg huaga anakamilisha jambo lake siku zote. Kusikia hivyo Demilade anamuuliza mwanadada imekwaje anayajua yote hayo, na Imade anamwambia kuwa yeye ni mmoja kati ya watumwa wa Greg, kwani alirekodiwa akiwa na kiss pamoja, alafu ukizingatia Imade ni mke wa mtu. So kupitia upenyo huo Mwamba amekuwa akimlazimisha mpatie hela kwa lazima au atazivujisha video hizo. Aisee, kumbe Mwamba Greg ndo anapokea pesa kutoka kwa Imade. Hapo kuna balaa. Baada ya msala huo tunamwona Demilade akiongea na Mrs. Adekoke. Wakiwa pale mwanadada analia sana akisema hawezi kurudi katika umaskini tena. Katika majonzi anajishauri kumwacha Mwamba Ekene, kwani hawezi kuvumilia kabisa kurudi katika umaskini. Basi siku iliyofuata tunamwona Ekene akijilipua kwenda kutafuta vibarua vya hapa na pale ili kuleta chakula mezani. Licha ya kuonesha juhudi hiyo, lakini bado furaha iliyokuwepo haikurudi tena, huku ukimya ukichukua nafasi yake. Baada ya mchizi kusepa pale, mwanadada anabaki akilia kwa uchungu sana kuona kufilisika kwao kulivyofanya mapenzi yao kukosa msingi kabisa. Wazungu anasema no hard feelings, huku tukimwona mwanadada Demilade akikusanya mikoba yake pamoja na nguo zake pale kabatini kwa ajili ya safari mpya katika maisha yake. Basi siku iliyofuata tunamwona Ekene akirudi nyumbani huku akiwa amechoka sana. Akiwa mle mjengoni anaita jina la mpenzi wake, lakini anachokipata ni ukimya wa kutisha. Baada ya kuona hivyo haraka akaanza kuangaza huku na kule na anashangaa kuona kabati tupu. Yaani mikoba yote ya thamani ya Demilade haipo, ukijumlisha na nguo na viatu. Kuona vile moyo wa Mwamba ulilipuka kinoma, huku akiingiwa na wazo kuwa Demilade amemkimbia kisa amefilisika. Yaani mle ndani Mwamba alikuwa akitaaruki tu. Lakini kabla hajazimia kwa pressure, macho yake yanakutana na barua pale mezani. Hivyo haraka akaichukua kuisoma na anakutana na ujumbe mzito. Kama ningekwambia ungenizuia, naomba unisamehe tu. Baada ya kusoma ile barua, Ekene anachanganyikiwa. Hivyo Mwamba anampigia simu lakini bibie yupo offline. Aisee, pale sebleni Mwamba alilia kama mtoto, sio poa.
Basi baada ya masaa mengi kuyoyoma, ghafla mlango unafunguka. Kuangalia hivi, Demilade huyu hapa amerudi. Demilade anavyomuona mwamba yupo chini, Chap anamuuliza mpenzi wake ni kwa nini amelala chini, alafu analia. Mchizi na majonzi kama yote sasa, anamuuliza mpenzi wake ni kwa nini amechagua kumwacha hivyo. Kipenzi, kukuacha kivipi tena? Si unajua hilo haliwezekani kabisa. Sasa kwa nini umebeba vitu vyako vyote pale kabatini? Kipenzi, hiyo ni kwa sababu nilienda kuviuza ili tupate hela ya kuanza maisha upya, na ukizingatia vilikuwa ni vitu vya thamani sana. Na kuhusu swala la kuachana na wewe, ondoa shaka kabisa, kwani nilikuahidi nitakuwa na wewe kwenye milima na mabonde. Sasa hiyo ndo sacrifice inayochochea upendo kuwa maradufu zaidi kati ya wanandoa hao. Na baada ya mchizi kusikia maneno matamu kutoka kwa mpenzi wake, alishangaa sana kuona love na affection ya mpenzi wake juu yake, huku love ikigrow zaidi kati yao, ikiwa ni pamoja na Demilade kumwomba mwamba amsamehe kwa mapicha ya kipindi cha nyuma. Basi siku zinaenda na maisha yanaendelea kati ya wapendanao hawa, huku wakiendelea kujenga kilichobomoka. Licha ya kujenga ukuta, hawakujua kuwa huko nje kuna dhoruba nyingine inakuja. Basi wiki kadhaa mbele, dhoruba linazuka, kwani kwenye kikao cha kina mama wa mtaa mambo yanawaka moto, kwa kuwa Queen anajaribu kumshambulia Demilade kwa kumkashfu mpenzi wake, akimdhihaki kuwa mume wake amefirisika. Baada ya maneno hao makali, mchezo ulimgeukia bwana, kwa kuwa Demilade alimwashia moto sio poa, na hapo hapo akapoteza nafasi yake ya kuwa rais, huku Demilade akichukua nafasi hiyo. Na kwa kuwa wanawake wote walikuwa wameshamchoka Queen na mapicha yake, basi wote wanamkubalia Demilade. Baada ya kuona Demilade ndio rais mpya, Queen ananywea kwa aibu kinoma. Baada ya tukio hilo, Queen anakutana na kipigo cha maana kutoka kwa mume wake Mr. Tunji, na yote hiyo ni kwa sababu ya kukosa nafasi ya urais ambayo ingewasaidia kuwa familia inayoogopeka na kuheshimika pale mtaani. Moto ukiwa unawaka hapo, upande wa pili tunamwona Ekene akimwambia Demilade akamwombe msamaha Queen kwa kumwaibisha vile mbele za watu, na hiyo ikiwa ni baada ya Ekene kusikia mke wake kuwa amegombana na Queen. Yaani Demilade hana nyingi kabisa, basi Chapa akafanya kama alivyoelekezwa. Anapofika pale mjingoni kwa jirani, anasikia Queen akiwa kikaangoni tena mbele ya mwanae. Basi Chap bila kupoteza muda anafika kumtetea Queen. Stop it Mr. Tunji, huku akimwashia moto sio poa. Huna haki ya kumnyanyasa huyu mwanamke. Licha ya Queen kuwa adui yake, Demilade anamtoa Queen kikaangoni huku akimpeleka nyumbani kwake kumuhifadhi. Na tukio hilo ndo linalowaunganisha Three Sisters pamoja na Demilade, kwani baada ya muda kidogo tunamwona Eno na Imade wakijumuika pale kumpa rafiki yao pole, na katika majonzi wanaweka mambo yao sawa, huku akichangia siri za kila mmoja, kitu kinachojenga urafiki wao. Baada ya maongezi hayo, Imade, Eno na Demilade wanapanga kumsaidia Queen kwa kumfuatilia mwanasheria ili aanze kufanya utaratibu wa taraka. Kwa upande wa Demilade anaahidi kumsaidia akidai kwamba anajua wapi pa kumbania Greg. Kwa Eno naye shida ni ngumu kidogo, kwani bado yupo njia panda na utungaji wa mimba. Safari hiyo inaanza kwa Greg, mwamba anayemnyanyasa Imade kwa video za connection. Tukimwona Demilade pale mjengoni kwa Greg akiwa amevaa miwani ya kisasa kabisa inayorekodi kila kitu. Katika mazungumzo, Greg anajiona mjanja sana, kwani anakataa kila kitu anachoshutumiwa na Demilade kuhusu kumnyanyasa Imade. Lakini ghafla mwanamke mwingine anatokea pale akiwa amevaa nguo za mitego na kumuita Greg baby boy, na sio mwingine bali ni mke mdogo wa anko wake Greg. Baada ya kuona vile, Demilade anacheka kwa dharau tu. Kumbe muda wote mwamba alikuwa anamzagamua mke mdogo wa anko wake. Alafu sasa tukio zima lilikuwa limerekodiwa na Demilade kupitia miwani yake. Aisee, mzee wa connection kageuka connection yenyewe. Yaani Demilade ni chizi kweli kweli, anachokifanya ni kucheka tu, huku akijua kuwa hiyo ndio njia pekee ya kumfanya mwamba Greg asifute zile video za Imade pamoja na kumrudishia pesa zote alizochukua kutoka kwake. Na kwa kuwa mwamba hana chaguo, ananyoa na kuwa mpole kama kuku aliyenyeshewa mvua, huku Demilade akimwambia anampa siku 3 tu arudishe pesa zote alizochukua kwa Imade na kufuta video zake zote au kibanzi kitamgeukia. Baada ya gumzo hilo, bidada anasepa pale akimwacha mwamba Greg na nesi wake kwenye mataa. Basi siku kadhaa mbele tunaona mambo yakiwa mazuri kwa kikundi cha Three Sisters, na sasa hivi sio watatu tena bali ni wanne. Wakiwa wanakula good time pale restaurant, ghafla mpenzi wake na Eno anaingia na kumkodisha pale site bila kujua kuwa mpenzi wake yupo pale. Lile tukio alikuwa pita kabisa, kwani walimuona, na bila kupoteza muda Eno anajikokota na maumivu kwenda kumuuliza mwamba ni kwa nini anachiti na mwanamke mwingine. Kwa hiyo hichi ndio kikao chako cha Abadan, sio? Cha kushangaza, mwanadada anajiwahi na kumwambia kuwa yeye ni surrogate wake. Hiyo inamaanisha na mwanamke anayemsaidia mwanamke mwenzake kubeba mimba kwa mbadala, kwa sababu tumbo lake limeshindwa kustahimili kutunza mimba. Na kwa kuwa Eno ana shida hiyo, mwamba ameamua kumtafutia surrogate ili kumlinda Eno asipate maumivu ya kuharibikiwa na mimba tena. Kumbe sio mkodisho bana, bali ni surrogate kwa ajili ya mwanadada Eno. Kusikia hivyo, mwanadada alifurahi sana kuona love ya mwamba juu yake, kwani hata baada ya kuwa na kipindi kigumu mchizi hakuchagua kumwacha kabisa. Kwa upande wa marafiki zake ni shangwe tu kuona big love kati ya Eno na Mnadi. Basi mwezi mmoja baadaye maisha yanaendelea kama kawaida. Katika scene hii tunamwona Demilade akiingia mjengoni na kukuta maua ya waridi na mishumaa ikiashiria romantic night. Demilade akiwa na nuru ya furaha usoni, Ekene anamwambia, siku ya leo tunasherehekea upendo wako usio na kikomo pamoja na uaminifu wako ndani ya mapenzi yetu. Baada ya kusema hivyo, mwamba anafunguka kumwambia ukweli mchungu. Unajua nini baby? Moja ya kitu kigumu nilichowahi kufanya ni kukudanganya.
Unamaanisha nini kipenzi? Na swali hilo ndio linatupeleka kwenye flashback, tukiwaona ndugu zake na Ekene wakimshauri amjaribu Demilade kwa kumwambia kuwa amefilisika ili aone kama anampenda kweli au alikuja kwa ajili ya pesa zake tu, na wanagongelea msumari zaidi wakisema wamepewa hayo maono na mchungaji wao wa kijijini kuwa mwanadada Demilade atamchiti kwa kijana mdogo na hiyo itapelekea wao kuachana. Baada ya flashback hiyo, mchizi akamwambia, unajua sikutaka kufanya hivyo kabisa, lakini baada ya kuona wana mahusiano na yule kijana Greg sikuwa na chaguo jingine. Kwa hiyo unamaanisha hatujafilisika hata kidogo? Pesa ipo mama, hatujafilisika hata kidogo. Hamna makontena yaliyoungua, na ile ofisi yangu uliyoiona niliuza tu kwa sababu sikupenda eneo ilipokaa. Pesa ipo na haitowahi kuja kuisha kwenye kizazi chetu kabisa. Demilade aamini anachokisikia kabisa, huku akiuliza mara mbili na kupewa uhakika kuwa pesa ipo. Sasa ili kumuondoa shaka zaidi, Ekene anafungua mlango wa nyumba na hapo linaonekana gari jipya aina ya Tesla Cybertruck likiwa ni zawadi ya waaminifu wake. Upendo wa kweli haupimwi tu kwenye utajiri bali hata kwenye mabonde, na hapa upendo umeshinda bwana. Asante sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii tamu. Kama ni mgeni hapa, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Tuandikie kwenye comment, ungekuwa wewe ndio Demilade ungefanya nini baada ya kugundua kuwa Ekene alikuwa na kujaribu. Tukutane kwenye video ijayo. Peace. Hala, over and out, my familia.